Simboranga, bila shaka uliamka na wewe ukashtuka na hii taarifa, ama ulikuwa unayajua haya mambo toka mapema? Hapana, nimeshtuka. Sikuwa najua taarifa hii. Niliamini kwamba Selemani Mwalimu alitambulishwa kwenye Simba Day, na niliamini kwamba na rejea Dar es Salaam. Maana Yanga msimu uliopita waliacha nyota wengi sana, na kitu ambacho kwa upande wa Yanga kiliwasumbua kwenye upande wa kikosi. Ndio maana uliona kwa upande wa Yanga msimu uliopita nyota wao wengi walipata majeraha, maana walitumika sana, walikuwa nakosa option ya pili wakiwa nje. Ndio walikuwa na nyota wengi katika eneo la ushambuliaji, akina Mwanengo ambao wengi wameachwa. Mwanengo sasa hivi ameachwa na Yanga, na ukiangalia katika Yanga ama depth katika upande wa ushambuliaji mara baada ya kuondoka Dube ameondoka Mwanengo katika eneo hilo la ushambuliaji. Sasa hivi unaweza kuona kwa upande wa safu ya ushambuliaji ina washambuliaji wanne kwa upande wa Yanga. Na wanne hao wanaitwa, wanazungumzia Popita Shalolile wa kwanza, wa pili ni Sheikh Ibrahima Toure, wa tatu ni Hussein Mihambo, na wa nne ndio Selemani Mwalimu. Kitu ambacho unaona kwa upande wa Yanga ilikuwa inafanya vizuri, ile Yanga kampaka tena ilikuwa na idadi kama hiyo ya washambuliaji wanne. Au Yanga ama Simba ilikuwa ya moto ile, yani misimu minne iliyochukua ubingwa na vitu vingi, ya kina Chama, kina Mixon, ilikuwa na washambuliaji wanne, akina Mugalu, Siboko, Kagere hivyo. Na Chazi la Afya. Kwa hiyo ni kitu ambacho Yanga imeenda kuboresha katika eneo hilo la ushambuliaji. Kila idara hiyo na nyota wengi ambao watakuwa wanakupa machaguo mengi ya Mwalimu. Ndio maana hata Yanga benchi la ufundi limekuwa ni kubwa, nafikiri ndio benchi ambayo na watu wengi kushinda mabenchi yote ya timu za ligi kuu. Kwa hiyo nafikiri Yanga watafanya kwa Mwalimu ni kwenda kuboresha katika eneo hilo la juu, maana yake ni kitu ambacho kwa upande wa Yanga wanataka wafike target yao ya kufikia hatua robo finali katika michuano ya ligi ya mabingwa, lakini vile vile kufikia kuchukua ubingwa wa ligi kuu, na vile vile kurudisha taji ambalo walikosa la FA ambalo Simba walichukua na la Muungano na Mapinduzi. Sawa, usajili wa aina hii ambao umefanyika kwa haraka kiasi hiki, wakati tayari Simba walikuwa wanajinasibu naye mchezaji huyu hata katika hilo tamasha la Simba Day, kumtambulisha na sauti yake kucheza, mwenyewe akithibitisha kwamba ataendelea kubaki ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba. Unakukumbusha usajili upi ambao unafanana na huu katika soka la Tanzania? Unajua, kwa Simba na Yanga kuna vitu vingi ambavyo wameshafanya kwenye usajili kama huu wa kuchukuliana wachezaji ambao wengi walikuwa waamini kama wamechukuliana. Ukiangalia miaka ya nyuma kabisa, miaka ya 73 huko 74, kuna usajili wa Gilbert Mahinya ambao ulikuwa umezua gumzo kama huu ambao tunauzungumzia sasa hivi. Kipindi ambacho kwa upande wa hizo timu zilikuwa hazijawahi kuchukua wachezaji, lakini ukija miaka hivi karibuni tumeona usajili ambao ulikuwa umeshtua watu katikati pale kwa wa Zamoni Mogela, Golden Ball, ambapo kama unakumbuka Zamoni alikuwa na msimu bora, alikuwa na Simba miaka mingi, lakini baadaye alikwenda kucheza Yanga, kitu ambacho wengi hawakuamini kama angeenda Yanga kwa upande wa Zamoni Mogela. Wakati alikuwa Simba alikuwa ni Golden Ball, alipoenda Yanga kaita DHL. Lakini vile vile unakumbusha usajili ambao ulifanyika kipindi cha katikati hapa cha Emmanuel Okwi ambaye naye alikwenda Yanga kwa mshtuko kama huu ambao tunauzungumzia. Tena usajili wa Okwi inawezekana ndio mshtuko ambao kama unaona kwa upande wa Mwalimu. Okwi hakuna ambaye tegemea kama angeenda kujiunga na Yanga. Wewe mwenyewe ni shahidi kabisa kwa upande wa Emmanuel Okwi ambaye alicheza Simba kwa mafanikio, lakini baadaye kaenda kaibukia Yanga, ikaja usajili kama mfano wa Bernard Morrison, ilikuwa hivyo hivyo. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vishatokea kipindi cha nyuma, toka miaka 70 huko, toka miaka enzi hizo, miaka katikati, miaka 80 kwa kina Hamisi Gaga, miaka hapa katikati, miaka 2000 ya kina Okwi, Morrison, na safari tena imetokea katika miaka hii ya hivi karibuni ya kwake Selemani Mwalimu. Kwa na Chama ilitokea hivyo, Chama vile vile. Kwa hiyo nafikiri ni kitu ambacho si kipya kwa wapenzi na wafuatiliaji wa soka wa miaka ya nyuma ya katikati, ni kitu ambacho kimetokea, na hii inatoa picha kwamba hizi timu mbili Simba na Yanga ndo inaonyesha sasa ule upinzani ambao wa kimaendeleo. Maana ukiangalia kwa upande wa Mwalimu, kuna muda lazima uone kwamba mchezaji yeye anachopata afati mapenzi ya klabu, anafuata ile ni kazi. Ile ni kazi, na ndio maana ukiangalia maslahi, anachoangalia maslahi, mwisho wa siku baadaye ukishastaafu utaangalia ulipata kitu gani. Kuna siri pale, ni ajira ama ni kazi ambayo kaangalia sengine kuna mpunga mrefu, ndio maana kaamua aende huko. Na ndio maana tukashuhudia eneo nzima alikwenda Simba, karudi Yanga, vitu kama hivyo ambavyo vimetokea. Sawa. FM